Ndugu mpenzi msikilizaji wa Ajira Update, kama ilivyo ada, tunaendelea kupokea maswali au ushauri kupitia njia ya comment, na hii ni yote ili tuweze kuhabarishana habari za kuhusiana na ajira, zikiwemo ajira za JW, polisi na ajira zinginezo. Sasa tumepokea comment ambayo itakufanya wewe uweze kujifunza usaili wa JWTZ unakuwa unafanyika kimfumo gani, na hii ni baada ya kupokea comment kutoka kwa mtu ambaye ameshawahi jaribu kuingia kwenye usaili wa JW na akaona vitu ambavyo vinafanyika. Kwa hiyo ninaomba unisikilize mwanzo mpaka mwisho uweze kujifunza baadhi ya kitu. Kuna ndugu yetu hapa anaitwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho tuweze kujifunza. Ameelezea nini? Anaitwa Musa Senga. Anasema ya kwamba mimi kwa uzoefu wangu, maana nimeshaomba zaidi ya mara moja, iko hivi. Kuna baadhi ya watu wanahisi usaili wa majeshi upo kama kazi za ofisini. Hapana, haiko hivyo. Nimeshawahi kufanya usaili wa military science mwaka 2022. Nikiwa kambini, usaili ulitumia muda mrefu. Hivyo mimi niliona na nilikuwa nafanya pamesemaje ndugu yangu? Na nilikuwa nafanya hawa wanaosema alikuwa anafanya usaili. Wanaosema usaili umeisha, bado nasema bado. Maana usaili hufanyika kwa muda mrefu. Simu zinaweza kuwa zimeanza kuita, yani wakishapiga simu wote mnaenda kambi moja. Waliochagua mnaanza usaili unaoweza kufanyika sio chini ya mwezi mmoja na wiki kadhaa za usaili. Mfano, hawa madogo waliofanya usaili wa kujiunga na JKT baada ya kupigiwa simu wakaenda pale Makutuporo, walikaa mwezi na wiki 3 kufanya usaili. Baada ya hapo wakasoma, waliopita, ndiyo mambo yapo hivyo. Yes, kwa hiyo kwa haraka haraka nilivyoielewa hii message kutoka kwa ndugu yetu Musa Senga, hii message inamaanisha ya kwamba usaili wa JW unachukua muda mrefu. Kwa hiyo amechukulia mfano kwamba kuna usaili ambao umeshawahi fanyika kwa mwezi mmoja na wiki 3, alafu baada ya hapo watu waliofanikiwa kufuzu ndio wakachukuliwa kwenda kwenye mafunzo. Kwa maana hiyo inabidi tuendelee kuwa wavumilivu, maana tukiangalia kama ukisema wameshaanza sasa hivi usaili utachukua muda mrefu, wanasema kama mwezi mmoja na sehemu, na hii ni mtu ambaye amepata experience au ameshaingia na kuona usaili unafanyikaje. Kwa maana hiyo cha kukuomba, kama mtu ulituma maombi, basi uwe na subira, tusubirie tuone itakuwaje mwisho wa siku. Na nakukaribisha pia kwa mtu mwingine ambaye una experience na hii issue, basi share idea yako ili watu wengine wajifunze, wapate elimu pia. Asante sana ndugu yangu Senga, karibu tena kwenye Ajira Update. Kwa mchango wako tunafurahi sana. Chao.